Kwa jina naitwa Bokobora Rioba. Hapa ndiyo nyumbani, na venye mmesikia kuna kijana aliuawa jana Migori, ni ndugu yangu anaitwa Silimi Boy, alikuwa msanii. Na mimi jioni wakati ambapo nilikuwa naona news, nilipopigiwa simu nikaambiwa kwamba ndugu yako ameuawa Migori. Nilipokimbia mpaka Migori nikakuta ni ukweli, na nikashindwa kwa nini ameuawa, kwa sababu huyo ndugu yangu hajaiba kitu yoyote, na wakamkua wamesema ya kwamba ati alikuwa amechukua pikipiki ya mtu. Na katika harakati ya kuona kama alichukua pikipiki ya mtu, mimi mwenyewe nilienda mpaka police station kuhakikisha kwamba kama ni pikipiki ya mtu amechukua. Nikakuta kwamba hakuna ripoti yoyote imewekwa kwa police station ya kwamba pikipiki ya mtu imepotea, ama kuna any booking kwa OP ya kuonekana ya kwamba fulani ameiba pikipiki. So ilikuwa ni propaganda ambao walifanya wakaua ndugu yangu. So ile kitu nilikuwa naomba upande wa ndugu zetu wa Jaluo ni ya kwamba wakati ambapo nilipotoka pale mochari, watu nilikuwa wamekasirika sana, wakitaramika wakisema ya kwamba hawa ndugu yetu, kuna watu wengi wamekufa Wakuria, ambapo ni wengi. Sasa huyu ndugu yangu ni mtu wa 8 kufa katika within 2 years. So nilikuwa naomba ya kwamba tafadhali Wajaluo wetu wajue kwamba wao ni mandugu, sisi tumeona na sisi ni majirani, tusiende tunachukuliana hatua kabla hujajua kitu ambacho kimefanyika. Huyo ndugu yangu tangu azaliwe ni ndugu yangu kabisa, ninajua kwamba hajaifanya kitu yote, hajaiba kitu ya mtu. Ni kitu kilikuwa mistaken identity, wakafanya makosa wakamuua. So tulikuwa tunaomba ya kwamba sheria ichukue mkondo wake, kwa sababu waliomuua ni wakora, na kama ni wakora tunaomba Migori wahakikisha kwamba hao watu wamekamatwa. Venye mheshimiwa MCA ametuambia kwamba wameshika watu, tulikuwa tunaomba ya kwamba kama kwa kweli watu wameshikwa, wale watu waende cell na wajibu mashtaka. Tumekasirika sana. But nilikuwa naomba pia Wakuria wetu ya kwamba tuende polepole, kwa sababu hiyo mambo imeenda kiserikali. Tunasema ya kwamba tuvumilie tu, lakini ni makosa, lakini tuvumilie tu.